Awabariki watu wote, na ni maombi yangu kwamba tunavyojiandaa kumaliza mwaka 2025, Mungu akupe neema ya kufanya vizuri mwaka ujao. Binafsi 2025 umekuwa ni mwaka ambao umekuja na mambo mengi. Mwaka ambao umekuja na mengine yana furaha, mengine yana huzuni. Lakini Mungu alitupa neema ya kuweza kujua mwaka huu tukiwa kwenye majira kama haya ya mwaka 2024. Tulipata kwa wale ambao wanafuatilia huduma ambayo naifanya, tulipata neema kujua mambo mengi sana kupitia neno la kinabii. Nitabiri mambo mengi ambayo yanaenda kutokea mwaka 2025. Nitabiri kwa habari ya kuna siku internet itakatika, kote kutakuwa kuna internet na tutakuwa kama miaka ya zamani. Na hakuna aliyeweza kunielewa na watu wengine wakabeza, lakini uliona aliyotokea mwezi wa 10 na kukawa kuna internet. Nitabiri maandamano Kenya, Tanzania. Nitabiri kwa habari ya ajali za ndege. Nitabiri kwa habari ya kuanza kwa mchakato wa kupatikana kwa dawa ya HIV, na tumeona dawa ya HIV na kansa zimepatikana, matibabu yake yamepatikana nchini Korea na baadhi ya mataifa mengine. Nitabiri mambo mengi ikiwemo vita kati ya Rwanda na Kongo, jinsi ambavyo Rais Kagame na Rais wa Kongo watakuwa wamekaa pamoja. Nitabiri kwa habari ya fedha yetu kuongezeka thamani na mengine mengi. Nitabiri mengi, mkuu wa mkoa ambaye atachaguliwa, ataacha kuwa mkoa na kuwa mbunge, alafu baadaye atakuwa waziri. Nafikiri umeona mambo mengi na mengine mengi. Unaweza ukarudi kwenye video mwaka jana ukaangalia hizo nabii ambazo zilitabiriwa. Lakini katika yote juu yote, Mungu, maandiko yanasema kitabu cha Amos 3:7, Mungu hawezi kufanya jambo lote chini ya jua pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hiyo tukiwa katika kipindi hiki tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante.